Kwanza anasema pole kwa wale watu wote wameathiriwa na maneno ya mvua. Sikuwa karibu, lakini nimeingia leo asubuhi, ndio nikasema sasa kutoka asubuhi nimetembea kila area nikaona vile kuko na sijaona mkono ya serikali ijachukua hatua. Hii ni habari ya Headmaster Networks. Unatazama Headmaster Networks. Hii ni habari ya Headmaster Networks. Mwakilishi wadi wa Wabera Salesio Kiambi amejitokeza na kutuma pole zake kwa waathiriwa wa mafuriko huko Wabera. Akiongea na Headmaster Networks, Kiambi amesema kuwa zaidi ya familia 300 kutoka Wabera zimeathirika kiwanjani kiongoza. Kiambi ameilaumu serikali kuu na ile ya kaunti kwa kutochukua hatua zozote licha ya kupeana hadi kochokocho. Kwanza anasema pole kwa wale watu wote wameathiriwa na maneno ya mvua. Sikuwa karibu, lakini nimeingia leo asubuhi, ndio nikasema sasa kutoka asubuhi nimetembea kila area nikaona vile kuko na sijaona mkono ya serikali ijachukua hatua. National government, county government, hakuna wale wamechukua hatua. Naona watu wote wamelala nje na watoto yao, baridi na kula nje kwa sababu vitu yote ilibebwa kwa manyumba yao. Upande hapa Wabera kumeathirika sana, watu 300 na wale wameathirika. Kwa saa hii hata watu wako huko kutoa matope kwa manyumba ili waweze kujitengenezea mahali ya kulala ama mahali mzuri ya kulala. Watu 300 wameathirika, na pia kwa hivyo natoa mwito kwa county government ijitokeze mara moja iweze kusaidia hawa wananchi 300 kutoka area Kiwanjani upande ya Laga na Kiwanjani pande ya juu. Kiambi hata hivyo amelalamikia kutokuwepo kwa mitaro ya kutupa maji taka, akimtaka mwanakandarasi anayetengeneza barabara ya Muriri na meneja wa manispaa ya Isiolo Osman Halake kuwajibika. Kuna mahali maji inatokea ambaye inafahamia manyumba pande hiyo ya Kiwanja Ndege, alafu inateremka mpaka karibu. Kuna area hii barabara inatoka Muriri, maji mingi inatoka pande ya Meru inafahamia sehemu hiyo, alafu inafuka pande hii, inafuka kwa barabara ya lami juu, inafuka pande hii inafahamia. Kwa hivyo ningesema drainage ya hiyo barabara, kwa sababu inatengenezwa iko na contractor ya national government, iko na contractor. Ningemwambia hiyo contractor hiyo drainage aweke mzuri ya pande hii, ndio maji ikitoka pande ile kuja pande hii kutoka Kiwanja Ndege kona ielekezwe pande ya Mustoni, pande ya 78. Ikienda hivyo hakuna mwananchi ataathirika. Mambo ya municipality hiyo hata sasa inatoka mkutano, kwa sababu tumeongea mambo ya drainage yote, ile mambo yote ya imetendeka kati ya hii mvua imenyesha juzi, yote tumeongea na huyu municipality manager. Motions mingi tumepitisha ambaye atengeneze town, na pia drainage zote sio imewekwa na njia ya standard, sio kuweka wasiwasi ama iwe ile ya zamani. Tunataka amuke aweke drainage vizuri, town ipangwe vizuri ili town iweze kukalika, na watu pia akitengeneza mzuri watu hawezi enda pata hasara, itakuwa mzuri. Huyu municipal manager juzi hapa hii town ilikuwa chafu, hata leo mimi naona iko chafu, na nikamwambia ajitokeze kama ni watu ako naye hawako wa kazi, advertise kazi. Akiadvertise kazi watu waandikwe, wapatikane watu wa kazi. Watu ni wengi wa kufanya kazi. Kama wale wako wameshindwa na kazi ama labda iko shinda ya pesa walipi, na pesa tunamwekea kwa budget. Kwa saa hii yako na 63 million, hiyo ni Andronas, na ako na 35 million ya mwaka hii ambaye saa hii anafaa au ameipangia vile itafanya kazi.
na hiyo pesa tunataka ifanye kazi, hatutaki pesa irundi, tunataka ifanye kazi. Kadhalika, Kiambi amewaomba wakazi wa Wabera kutojenga karibu na mto. Kama hakuna barabara hiyo ya maji, mvua siku ile itanyesha, bado barabara ya maji hiyo, mvua ikinyesha barabara maji itakuja hivi tu. Kwa hivyo watu wachunge, wachinjenge barabara ya maji ili baadaye wabebwe na maji. Na waambia tu mwito kwa hawa wasijenge barabara ya maji, kwa sababu hakuna, hata ukipindua barabara ya maji haitaki, barabara inataka ile barabara yake tu ndio itafuata. Tu mambo ya emergency fund, unajua hiyo pesa inakanga kwa special program. Hata pia ningemwambia angekuwa hata sasa amejitokeza na kutembea kwa hiyo manyumba yote imejaa maji na ikabebwa, amepea watu hata mattress, amenunua chakula, hako no 110 million ambaye tunawekanga kila mwaka ya emergency ikitokea kama hii imetokea juzi. Kwa hivyo namwambia hata yeye ajitokeze na aweze kusaidia hawa watu, kama hii watu ya Wabera, watu 300 na pia wale ambula pesa waliathirika, watu yote wale waliathirika na maji, wote wanafaa wasaidiwe na hiyo pesa ya special program. Pia nasema pole sana kwa my brother Limantili, gari yake ilibebwa, watu 3 walikufa na maji. Nasema pole sana, tuko pamoja na tutasaidiana pamoja kusuluhisha hiyo maneno yote, na Mungu pia atatusaidia. Mimi kama Kiambi ningewaambia kama county secretary amuke. Unajua county secretary ndiye anasikilia county, na juzi alikuwa huko mahali ya watu ilibebwa pale Soko Mjinga, alisema watafanya urgent meeting na CCM ministers wa county ili waweze kuangalia watasaidia watu namna gani. Kwa hivyo ningemwambia yeye waamuke wafanyie wananchi kazi. Usemi wake umeungwa mkono na baadhi ya wakazi kutoka Wabera. Kwa majina naitwa Wilfred Mutethia. Chenye nataka kusema, I want to echo the words of Mheshimiwa Kiambi. Kwanza kabisa nikiambia wenye waliathirika na mafuriko ya mvua hapa Isiolo, Wabera na Bula na maeneo mengine yale, poleni. Kwanza ni baraka ya Mwenyezi Mungu, hiyo tusilaumu sana. So chenye ningependa kuongelelea bado ni kutilia mkazo kwa yale maneno ya MCA amesema. Kwanza kabisa municipality manager amelala kazi, wakiwemo pamoja na Nema wamelala kazi. Leo hii town drainage zote zimefungana, uchafu unawekwa katikati ya lami, ni katikati ya town. Municipality manager anapita hapo na hajali, sijui uwanga anahisi aje akiingia kwake apatane na sufuria na suruali zote ziko pale kwa barabara. Sijui uwanga anahisi aje. That's how we are feeling sisi kama wakaaji wa Wabera, hasa Wabera sababu the largest part of the town iko Wabera. Kila siku uchafu. So yale makaratasi na ule uchafu wote ukirundika pale kwa yale mashimo ya kupitiza maji, obvious lazima kutakuwa na fursa, maji hayana barabara ya kupita. And then we are being told that kila mwaka analogitua pesa za kufanya maendeleo kama municipality manager, na kama hana ajitokeze aseme hana, na MCAs watamsaidia kama vile Mheshimiwa Kiambi amesema, sio kulala darasa. Na hiyo ndio reason number 1 na sisi kuathirika na maji. Number 2, Nema hawafanyi kazi yao Isiolo, hatujui mbona na hatujawahi waona kazi yao. Labda ukuja kukimbizana hao wanauza sumu kwa barabara, lakini uchafu wenye unatapaka kwa barabara na wanapita, hatuoni wakuwa na maana yote kwetu sisi kama wakaaji wa Wabera na Isiolo at large. Washalala darasa, na hao pia ndio chanzo kingine cha kufanya maji yaweze kupita na kuharibu mali ya watu, sababu hata tangu hiyo floods iokae hatujawaona no any response yao. Either kutokea waseme hapa ndio kimeumana, hapa ndio kimeumana, hakuna hata kidogo. Kwa majina naitwa Simon Mutua, mimi ni mkaaji wa Kiwanjani, na kutoka mvua yaanze kunyesha sisi huko tumeona mambo ya ajabu sana, kwa sababu ukiangalia ile watu wanakaa huko karibu nyumba 600 sote tumezunguka leo na MCA Celestio Kiambi, tumeenda hiyo round hizo nyumba karibu 600. Hiyo nyumba yote watu hata hawana mahali hata ya kukaa, wamepanguza ile maji, lakini mvua ikiendelea kunyesha tena sijui kutakuwa namna gani. So ile kitu tungeomba kwa serikali, kwa sababu ile maji ambayo inatudhuru, hiyo maji inatoka pande ya Meru pia, tungeomba ule mwenye ako na ile kazi ya ile contract ya Meru pande ile aweze kuangalia maji vizuri, itafutie njia yenye itakuwa inatembea ndio isikuje pande hii mali hiyo manyumba siko.